Kila siku watoto wetu wanapigwa risasi na watanapa. Mambo ya ujirani mwema hakuna. Sijui mhifadhi ujirani mwema anapaka kati gani. Umanipata mheshimiwa? Yaani hifadhi kwetu sisi ni baraka, lakini imegeuka kuwa laana. Na upande wa mbuga anaongelea kwenye upande wa asali. Yaani hawa wanaomiliki hiyo mbuga kwa sasa sijui ni watu wa serikali gani. Yaani naona ni zaidi ya serikali ya Tanzania, kwa sababu wana nguvu kubwa sana. Watu wanapigwa risasi, watu wanapigwa, wanauawa huko mbugani. Watu wengine ni walemavu mpaka saa hizi kwa sababu ya hiyo mbuga. Sasa hawa watu wana nguvu gani? Ni wakina nani? Mimi siamini kabisa kupitia serikali yako kwamba hawa watu wameshindwa kudhibitiwa. Kauli yako ni sheria, naamini katika hilo, pamoja na rais. Mnaweza kumaliza hii shida, na ndio wanaosababisha kuonekana serikali haifanyi kazi kwa sababu ya watu wachache. Twende kwenye mbuga hii hifadhi. Yaani hifadhi badala ya kuwa baraka inakuwa laana. Umanipata mheshimiwa? Yaani hifadhi kwetu sisi ni baraka, lakini imegeuka kuwa laana. Kila siku watoto wetu wanapigwa risasi na watanapa. Mambo ya ujirani mwema hakuna. Sijui mhifadhi ujirani mwema anapaka kati gani. Hii hifadhi, mimi nimezunguka hifadhi nyingi kuanzia Ruaha National Park, Mtembe, Mikumi, Kikoboga pale. Ndani ya hifadhi wana shule, wana zahanati, wana huduma zote za msingi. Lakini hifadhi haina shule, haina zahanati. Watoto wao wanasoma hapa. Ukienda kuiona baba shule yatoka mwaka 74. Na hifadhi imefunguliwa mwaka 74. Kijiji cha Starike kabla ya hapo kilikuwa ndani ya hifadhi huko Kapirura huko Kasongwa, ndio kijiji kilianzia. Kijiji kikatoa kikaipa hifadhi kwamba jamani tuwakaribisha hawa ndugu zetu kwa ajili ya uhifadhi. Kipindi cha hifadhi game wakatuhamisha kutoka kule kwa sababu ya maendeleo kuleta huko, kwa sababu na barabara. Tulikuwa tunavua samaki. Sisi watoto wetu tumezaliwa hapa, tunaogelea humu mtoni, tuna fly. Leo hii ukionekana umegusa mto unakula chuma. Watu wa usalama hawafuatilia hata kujua kwamba hiki kijiji kina asali gani, au waje wakena wananchi wajue kero zao. Hawana hilo. Sasa tunataka kujua hawa hifadhi, hawa National Park, hawa bajeti zao za shule na zahanati wanazipelekaga wapi? Kuna zahanati hapo, hata ambulance wanayo huko polini. Watoto wao wanasoma hapa, lakini wanaishi na sisi kama vitani. Yaani huyu anasema wapi Kivu ikasome. Wanyama muda wote wako kijiji. Wakila mazao yako haulipi hata 10. Mama zetu wanapigwa na nyatu wanakufa kijijini. Hawahusiki. Lakini wenyewe kuvuka mipaka yao hii kuja huku kufanya chochote ni halali yao. Sasa kuna ujirani mwema hapo. Sasa hii kitu inaumiza watu. Unajua kila binadamu ana kichaa chake. Inapofikia sehemu ile hali ikishindikana kabisa, anaona kama la kuwa liwe. Kwa sababu kwa tu watoto wanazidi kujaza masumu tu ndani ya mioyo. Na ukionekana unasema ukweli utaletewa meno ya tembo, wewe ni jangili sugu. Wanakuja kukamata, wanakunyepa. Sasa hii nini? Mkuu wa wilaya ameruhusu watu wakalime, wanaambia polisi waje watulinde. Polisi hawana muda. Matokeo yake watu wamepigwa na wengine wamekufa, anatibiwa na pingu. Raia huyo alienda kuangalia shamba lake, aliogawa na mkuu wa wilaya. Sasa hii nini maana yake? Naomba ulinzi wako mheshimiwa. Naomba kabisa unisaidie, unipe ulinzi, kwa sababu hii kitu sio ya kawaida kabisa, hata kufikiria kwenye akili za kawaida. Naomba utusaidie. Mto maana ndio maisha yetu, watoto wetu wanavua samaki, wanapata riziki. Utusaidie mheshimiwa waziri mkuu, ulimalize hili tatizo ili watu wapone mioyo yao. Watu wa Starike wana uvumilivu na wako vizuri. Na wanavyotuona sisi wanatuchukulia kama mapimbi fulani sijui. Mahitaji ya National Park wengi asilimia karibia 60 na tunao humu sana.
lakini kwenye changamoto hakuna maji, hawajashiriki chochote kuanzia shule mpaka zahanati, hawashiriki chochote, wamekaa tu hivi. Sasa hivyo vibunda wanapelekaza watu kwenye bajeti zao za elimu zao na nini na maji na nini, wana magreda yao, hata kusema wajitolee wasafishe labda baraza vita hawafanyi. Alafu kila siku wanatupelemba, wanataka wahamishe mpaka wapeleke mbara. Tunataka tujenge geti. Nani kaambia wataka jenge tu? Geti jenga huko kwako. Haya bwawa la samaki lina uwezo wa kutulisha sisi samaki. Kwa sababu tunazaliwa miaka ya nyuma na tunafahamu hata historia. Kulikuwa samaki moto, kulikuwa watu wanavua samaki, wana relax. Kama ni mambo ya usalama, si ndio maana kama unaishi vizuri na watu, mambo ya ulimwema, watakupa taarifa zote. Bana kuna asali 1 2 3, tushirikiane tutoe taarifa ili 1 2 3. Inawezekana, lakini wenyewe ni ubabe kwenda mbele, yani wameshajiona kama wenyewe ndio wa mwisho wenye mamlaka. Hawana msaada na hiki kijiji. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu utusaidie kwa hilo, na Mungu akubariki kwa haya niliyosema. Nasema asante sana. Asante. Sasa ngoja nitoe maelekezo machache kwa sababu hoja nimeshazipokea. Mnaonaje? Moja, jambo la madini. Nimwelekeze waziri wa madini aje hapa kabla ya bunge kuanza. Mwenyekiti wa kijiji, Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa mbunge, pangeni huo mkutano, wasiliana na Mheshimiwa waziri, mje hapa mliongee hilo jambo la madini na liishe kabla ya bunge kuanza. Bunge linaanza tarehe 31. Kuanzia leo mpaka tarehe 31 waziri wa madini atakuwa amefika hapa na wataalamu wake, kuanzia wale wa juu na wanao saini, ili maeneo yale ambayo yanahitaji wananchi wapate maeneo ya uchimbaji waje wayamalize hapa na wananchi wapate eneo la kuchimba. Na mimi nitapata taarifa sababu ndio bunge litakuwa linaanza. La pili, limeongewa kwa mapana sana jambo la ardhi. Na mimi limenipa maswali mengi sana. Hawa waliouza hilo eneo wako wapi? Kwa sababu hawa watu hawajafika tu wakaweka beacon. Hawa waliouza wako wapi? Wako wapi hawa watu waliouza? Ili eneo limeuzwa lini? Mheshimiwa diwani aliyepita na ndo wameendelea, ama tuna diwani mpya? Diwani yuko wapi? Diwani mpya? Yule aliyepita yuko wapi? Mwenyekiti wa kijiji, mkuu wa wilaya, ni nani aliyeuza hilo eneo? Na kwa nini shauri liko mahakamani na watu wengine wanalima? Tuambie, kwa nini watu wanalima na shauri liko mahakamani? Wao nani kawapa hiyo haki? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kuhusiana na swala la kesi, baada ya kuzungumza na wakili ambaye anawatetea wananchi, kulingana na namna hukumu ilivyotenguliwa, mahakama haikuelekeza nani alitumia lile eneo. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na wakili, nani alikuwa ameshtaki? Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hiyo kesi hao watu 91 walishtaki wananchi 129. Kwa hiyo baada ya kutolewa kwa hukumu, ilitolewa baada ya kusikilizwa kwa upande mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kutenguliwa kwa hiyo hukumu ambayo ilihukumiwa kwa kusikiliza upande mmoja, mahakama haikusema nani atumie ile eneo. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na wakili ambaye anatetea wananchi, alitoa mambo mawili. La kwanza, alisema wananchi wanaweza kwenda kuomba maombi mengine madogo ya kuomba mahakama iseme nani atatumia hilo eneo au libaki bila kutumika na mtu yoyote. Kesi iliyokuwa imetenguliwa ilikuwa inahusu nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kesi iliyokuwa imetenguliwa ilikuwa imehusu kuwapa ushindi wananchi 91 dhidi ya wananchi 129 kwa ekari 3515. 91 ni wapi na 100 na
Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wanaposema kwamba kuna wananchi 9 wanalima, upo uhalisia kwa kiasi fulani, kwa sababu wale 91 walioshtaki uhalisia hatujawahi kuwaona hao 91, lakini kilichoamuliwa mahakamani ni hukumu kati ya wananchi 91 walioshtaki dhidi ya wananchi 129 katika ekari 3515. 129 ni wapi na 91 ni wapi? 91 ndo hao walioshinda kesi, 129 ni upande wa wananchi.